Asante sana mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio hasa katika sekta ya siasa humu nchini ili tukaweze kuchanganua siasa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Kiongozi wa sasa haswa katika chama cha ODM Oburu Odinga ameamua kusalimu amri mwenyewe haswa katika uongozi wa chama cha ODM. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Oburu Odinga hakuwa amepitishwa na wajumbe wa kitaifa ukipenda NDC ili kuwa kiongozi wa chama cha ODM. Na sasa kile ambacho kimefanyika, amekuwa akitoa vitisho za kisiasa haswa kwa viongozi baadhi yao kwa ODM, akisema kama hupendi chama cha ODM, kama hufuati nyayo zangu, uondoke katika chama cha ODM, na wakamuondoa Edwin Sifuna kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, na nafasi yake akaitangaza kwamba Catherine Omanyo haichukue. Ikumbukwe Oburu Odinga hajabitishwa na NDC na hata Omanyo ambaye wanasema ni katibu mkuu wa chama hicho hawajabitishwa kupitia kisheria. NDC haijabitisha hayo. Sasa Oburu Odinga ameamua kusalimu amri na kujiuzulu kutoka vitisho ambazo amekuwa nazo kwa wale ambao wanakaidi sheria zake mwenyewe. Sasa amesalimu amri na kujiuzulu kutoka vitisho zipi? Kulingana na gazeti la Nation limeweza kuripoti ya kwamba Oburu resorts to mediation as he fights attempts to stop ODM NDC. Amesalimu amri. Sasa anataka usuluhishi ama mazungumzo yawe katika chama cha ODM, hata wale ambao wanakaidi amri zake waweze kurudi wakae mezani wawe na mazungumzo, huku akijaribu kila awezalo kuhakikisha ya kwamba amesimamisha NDC ukipenda mkutano ule wa kitaifa wa wajumbe katika chama cha ODM. Sasa amesalimu amri, amejiuzulu kutoka msimamo ambao alikuwa nao kwa kutoa vitisho kwamba kama utaki ODM ondoka. Sasa amesema amewaita wazungumze na anajaribu kuzuia NDC kutofanyika ambayo imepangwa kufanyika tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka huu, ili wapitishe kama ataendelea kuwa kiongozi. Now, ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni, subscribe. Na ikiwa unatazama, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe ikiwa wewe ni mgeni. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pili tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mokenya TV. I want to put this into perspective so that we can understand what is really happening in ODM political party. Kwa nini Oburu Odinga anataka suluhisho ama mazungumzo na viongozi wenye amekuwa akirushia vijembe na kuzuia mkutano wa NDC ama mkutano wa wajumbe wa chama cha ODM kitaifa? Point number 1, party leadership factor. Ameofia mkutano huu ikiwa unaenda kufanyika pasipo kubaliana na Edwin Sifuna ambaye alingoa kutoka nyadhifa zile ambazo wanashikilia, mkutano huu ataondolewa na hawezi kudhibitishwa kuwa kiongozi wa chama cha ODM, kwa sababu NDC ndiyo inapitisha nani kiongozi wa chama cha ODM. Na sasa hivi Oburu Odinga anashikilia interim political ama party leader, na sasa ameona tarehe 27 mwezi wa 3 huu ukifika, wajumbe, mkutano wa wajumbe wa kitaifa wakiitwa, huenda atanyanganywa wadhifa huo. Sasa anatafuta njia ya kusimamisha mkutano huo hadi siku ile watakuwa na makubaliano na kina Edwin Sifuna. Ikumbukwe alingoa Edwin Sifuna kutoka wadhifa ambao anashikilia, ingawa Edwin Sifuna alienda mahakamani na mahakama ikazuia kungolewa kwake na anaendelea kuwa katibu mkuu, ingawa tuko na katibu mkuu Gushi ambaye anaitwa Catherine Omanyo kwa sababu hajathibitishwa
na NDC. Na sasa hivi Wanga na Oburu Odinga wanajua wamekiuka sheria za chama, ndio maana wanataka kuharakisha shughuli hizi, lakini sasa wamegonga mwamba. Point number 2, PPG factor, ukipenda broad based government factor. Wanataka kuzuia mkutano wa NDC usifanyike ili uharakishe makubaliano kati ya chama cha ODM na UDA. Oburu Odinga yeye anaimba 2 term. Wamekubaliana na Rais William Ruto. Sasa kabla angolewe kutoka wadhifa huo, kwa sababu amehofia, kwa sababu ameona tayari huenda atangolewa kutoka wadhifa huo. Sasa anataka kuharakisha wasimamishe NDC ili waweze kupitisha makubaliano kati ya UDA na ODM kabla ya NDC kufanyika, na makubaliano ambayo yatatumika katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Point number 3. ODM is dead. Wamegundua sasa, ndio maana anaitisha mkutano ama suluhisho, makubaliano, mazungumzo kabla ya NDC kufanyika. Ameona tukiendelea vile tulivyo, tuwe na linda mwananchi, tuwe na linda ground, chama cha ODM kimezama. Sasa ameona kimekufa, lazima wafufue kabla ya mambo kuharibika. Ikumbuko ya kwamba wakati kulikuwa na mkutano wa bunge wa UDA na ODM katika majengo ya KICC, kuna wabunge wa ODM ambao walisusia, hawakuhudhuria mkutano ule. Parliamentary meeting group ambayo ilifanyika. Kuna baadhi ya wabunge wengi sana wa ODM hawakwenda pale. Na sasa hata NDC ameona kwamba hata ikiitishwa kuna wale ambao watasusia, hawezi kuenda pale. Hii inamaanisha chama kimeisha. Chama hakipo na nguvu. Wale ambao walikuwa na nguvu za kutosha wameondoka. Akina Edwin Sifuna ambao wako na ufuasi wengi humu nchini, akina gavana wa kaunti ya Siaya ambaye anaitwa James Orengo, akina Godfrey Osotsi ambaye ni senator wa kaunti ya Vihiga. Sasa ameona hii ni hatari kubwa. Sasa ndio maana anataka kuhakikisha ya kwamba ameunganisha chama cha ODM kabla ya NDC, kwa sababu ameona chama kimekufa, hakitakuwa na uhalali wowote katika uchaguzi ujao wa 2027. Hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa sasa hivi katika chama cha ODM. Lakini tarehe 27 mwezi huu kuna mipango maalum ambayo imewekwa kuhakikisha ya kwamba kutakuwa na mkutano wa wajumbe wa kitaifa katika chama cha ODM NDC, ukipenda National Delegates Convention, ambao wataamua nani atakuwa party leader, kwa sababu yeye ni interim, anashikilia baada ya kakake hayati Raila Odinga kuzama ama kuaga dunia. Na sasa ndio ODM inaenda kudhibitisha viongozi halisi ambao wataendelea na chama cha ODM. Na sasa hii maneno anatembea hapa na pale, ameona anaenda kuzama, akisema sijui tutakuwa na mazungumzo, broad based government ipo. Sasa amehofia anaenda kungolewa, ndio maana anatafuta njia ya kuwa na suluhisho na wale ambao wamekaidi amri zake ambazo amekuwa akilazimishia baadhi yao kabla ya NDC kufanyika. Hayo ndio yanaendelea. But what do you think? Je, kulingana na wewe, ODM itakuwa na nguvu baada ya Raila Odinga kuzama, hasa katika uchaguzi ujao wa 2027? Niandike katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini niko na ombi moja tu. Ikiwa hauja subscribe, wewe ni mgeni, subscribe. Na ikiwa unatazama, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe ikiwa wewe ni mgeni. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pili tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye for now.